Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa kile ambacho kinachoelezwa kwa sasa, mambo ni mazito kweli kweli kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Klabu ya soka ya Young Africans wao wameweza kutoa tamko lao kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, huku bodi ya ligi na wao wakiweza kuzungumza la kwao kuhusiana na mchezo wao huo ambao ulipangwa kwenda kuchezwa tarehe 15 mara baada ya kuahirishwa tarehe 8. Sasa klabu ya soka ya Young Africans wao wametangaza jambo lao leo hii kubwa kuhusiana na haya ambayo yanaendelea. Utakwenda kujua hapa kwa sababu taarifa kamili nimekusogezea hapa kila kitu ambacho kimeweza kujili katika mchezo, katika sakata hilo la mchezo wa dabi ya Kariakoo. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba utakuwa umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kinaendelea wakati huu. Bana, mambo yanazidi kuwa mengi kweli kweli kwa kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa, huku kiweza kushuhudia mambo yakiweza kuwa ni mazito kweli kweli, ambapo unafahamu ya kwamba jana iliweza kutoka barua kuhusiana na kile ambacho kinachoelezwa kwamba viongozi wameanza kujiuzuru ndani ya kikosi cha klabu katika hapa nazungumzia bodi ya ligi, ili kuweza kuwaruhusu Young Africans waweze kucheza. Yanga walitoa shati lao moja wakisema ya kwamba mpaka viongozi ama bodi ya ligi iweze kujiuzuru na watoe taarifa ya kile kinachoendelea. Sasa inaelezwa kuwa ndugu George Mayawa, mjumbe wa kamati ya usimamizi ya uendeshaji wa ligi maarufu kama kamati ya masaa 72, ameandika barua ya kujiuzuru kutokana na kutoridhishwa na mwenendo wa uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara. Imetolewa na Farhan, mchambuzi wa soka. Sasa kile ambacho kinaendelea kwa sasa, inaelezwa ya kwamba TFF yatoa taarifa kuhusu kuvunjwa kwa bodi ya ligi, ambapo TFF mara baada ya kuweza kuona taarifa hiyo ikisambaa sana katika mitandao ya kijamii, wakatoka hadharani na kusema ya kwamba shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limekanusha taarifa iliyozagaa mitandaoni kuwa limeivunja bodi ya ligi kwa madai ya kutoridhishwa na utendaji wa kazi wake. Kumekuwa na chapisho ambalo limesambaa katika mitandao ya kijamii ambalo pia limeorodhesha majina ya watendaji wapya wa kipindi cha mpito wakiongozwa na mwenyekiti Leod Gatenga. Hata hivyo TFF imekanusha taarifa hiyo na kusema ya kwamba sio taarifa sahihi, kwamba bado benchi lake lile la bodi ya ligi ambalo linaloongoza ligi kuu ya soka Tanzania bara bado alijavunjwa kwa yale ambayo alikuwa anaendelea kwa sasa. Lakini kuna taarifa sasa, hii ndio kidogo inaweza kawa ni kubwa zaidi, ambapo inaelezwa kwamba viongozi hapa nazungumzia kutoka upande wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Taarifa inaeleza kwamba zilizotufikia hivi punde ni kwamba viongozi wa matawi wa klabu ya Yanga Dar es Salaam watakutana leo siku ya Alhamisi jijini Dar es Salaam katika kikao cha dharura. Hapa ukizungumzia vile vile imeelezwa viongozi wa matawi
ya mikoa mingine watakaopenda kuhudhuria wamekaribishwa katika kikao hicho cha dharura. Kuna mdau kalipenyezea huenda wanachama wanataka dabi au ndio wanaenda kupigilia msumari kwenye jeneza, yani kwamba tuchezi inaendelea kushikiliwa msimamo. Young Africans wao kama klabu wameweza kuweka bayana kwamba wako tayari kucheza na wametangaza michezo yao kwamba ni michezo iliyosalia ni michezo mitatu tu, wakiweza kutoa mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kushuhudia kile ambacho watu wengi wanakwenda kukishuhudia. Hapa nazungumzia mchezo kati ya klabu ya soka ya Yanga na Rayon, mchezo wa kirafiki ambao unapigwa pale Rwanda, ambapo klabu ya soka ya Young Africans kuna taarifa ya barua ambayo inaeleza kwamba wako tayari kwenda kucheza mchezo huu. Ilikuwa ikiweza kutangaza kwamba watakuwa na mchezo wa kirafiki hivi karibuni kule nchini Rwanda na klabu ya Rayon Sport, ambayo wanakwenda kuzindua uwanja kama sehemu ya kusherehesha. Klabu ya soka ya Young Africans imealikwa kule katika ule mchezo. Sasa hapa nazungumzia rais wa klabu ya Rayon, yeye alithibitisha na kusema ya kwamba ni kweli wameweza kuwaalika klabu ya soka ya Yanga kwenda kwa ajili ya mchezo huo. Sasa kuna barua ambayo inaendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii kutoka ikionekana kutoka katika upande wa klabu ya soka ya Young Africans juu ya taarifa kuhusiana na mchezo huo ambao unatajwa kwamba huenda ukachezwa tarehe 15, siku ambayo dabi ya Kariakoo na yenyewe ndio inachezwa. Kwa hiyo inaelezwa kwamba Young Africans watakuwa pale katika klabu ya hapa, watakuwa katika hapa nazungumzia viunga vya Rwanda katika siku hiyo. Barua hiyo inasema ya kwamba mechi ya kirafiki kati ya Yanga na Rayon Sport. Uongozi wa klabu ya Yanga unapenda kuwataarifu wanachama na mashabiki na wadau wote wa soka kuwa timu yetu pendwa Young Africans Yanga itacheza mechi ya kirafiki ya kimataifa dhidi ya Rayon Sport FC ya Rwanda. Taarifa muhimu za mechi: tarehe itakuwa ni Jumapili 15 Juni 2025, siku ya dabi. Sasa hiyo mahali itakuwa ni Kigali, Rwanda. Kwa hiyo Yanga hawatakuwepo Tanzania kwa muda huu ambao mtawahitaji, watakuwa wako zao pale Rwanda wakienda kucheza mchezo wao huo. Muda ni saa 10. Kwa hiyo nyie mtakuwa mkicheza dabi saa 11, wao Yanga watakuwa uwanjani saa 10 kule Rwanda, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa katika hii barua. Mechi hii ni sehemu ya maandalizi ya msimu ujao wa mashindano, pia inalenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na michezo kati ya Tanzania na Rwanda. Tunatarajia kutoa burudani ya kiwango cha juu kwa mashabiki wote na kuonyesha umoja kupitia michezo. Tunaomba mashabiki wote wa Yanga popote walipo kujitokeza kwa wingi kuiunga mkono timu yetu huko Kigali, na pia kuifuatilia mechi hii kupitia vyombo vya habari rasmi vya habari vya klabu. Daima mbele, nyuma mwiko. Unaona bana kile ambacho kinachoendelea sasa. Mpaka sasa hajatoka pengine tamko lolote juu ya kwamba mechi hii ni kweli ipo ama haipo, ila tunasubiri kuweza kusikia Young Africans wao watakuja na lipi katika sakata hili ambalo linaendelea kuweza kuumiza vichwa kwa bodi ya ligi, huku wakiweza kujiuliza wanafanya nini kuwaleta klabu ya soka ya Young Africans uwanjani katika mchezo huo, huku klabu ya Simba yenyewe ikiwa imesikilizia kwa maana wenyewe wakijiweka pembeni katika sakata hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, tusubiri kuweza kusikia ripoti ya uchunguzi, nini kilijili, na tusubiri kuweza kusikia maamuzi mapya. Je, Young Africans watakubali kupeleka timu uwanjani? Mpaka sasa si kawaida kushuhudia dabi bado wiki moja, lakini hujasikia taarifa kuhusu viingilio kwamba mechi hiyo viingilio vitakuwa shingapi. Hujasikia hamasa hapa nazungumzia pengine ongeza kumshuhudia Ally Kamwe akitembea mitaani na kispika wakiweza kuhamasisha mashabiki wa Young Africans kujitokeza
kujitokeza kwa wingi katika dabi hiyo, lakini wala hawajihusishi kwa chochote wala kwa jambo lolote kuhusiana na mchezo huu, wakiwa kimya, wakiendelea kusisitiza na kauli yao kwamba hatuchezi. Klabu ya soka Young Africans hata ikipokonywa alama 15 zile ambazo zinadaiwa kwamba wasipofika uwanjani bado itaendelea kusalia katika nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Hivyo basi klabu ya soka ya Yanga itaendelea na itashiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu ujao, endapo kama bodi ya ligi ikiweza kuchukua maamuzi ya kuweza kuwapokonya Young Africans alama hizo na kuwapa Simba alama 3 na kutangazwa bingwa, lakini bado Young Africans atakuwa na tiketi ya kushiriki katika michuano ya kimataifa. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana